Shalom tena, ni kusalimia asubuhi ya leo. Mimi ni Apostle Emmanuel Muna, mtume wa mataifa. Paulo anasema ya kwamba kadiri nilivyo mtume wa mataifa naitukuza huduma hiyo kwangu. Nini maana ya mtume? Maana ya mtume ni mlinzi wa imani, kwa sababu Paulo katika Wagalatia mlango wa 1 mstari wa 1 anasema mimi ni Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, na hakuitwa na wanadamu bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo kuna maana kadhaa hapo, na maana ya kwanza ya kwamba anaposema kuna mambo manne aliyosema. Jambo la kwanza ni chanzo, ni sababu ya utume ni kwa ajili ya ulinzi wa imani. Sababu ya pili akasema ya kwamba si kwa sababu ya kutumwa, mwanzo sio wanadamu, hakujifunza kwa wanadamu, lakini alifunzwa na alifunuliwa na Yesu Kristo mwenyewe, na anaongozwa na Mungu kwa ajili ya huduma hiyo. Kwa sisi sote, kwa Biblia inasema kwa uso sio tiwa utaji, na tukisoma Agano Jipya utaji yule namlewa. Lengo ni kwa ajili ya kile ambacho mbingu zinataka kitimilike katika maisha yetu na nafsi zetu ziweze kuokolewa. Paulo anatia motisha kusema ya kwamba Yesu Kristo akamwita majina matatu. Akamwita Bwana, akamwita Yesu, akamwita Kristo. Neno Bwana maana yake ni Mungu mkuu na kiongozi wetu, na neno Yesu ni mwokozi wetu, yule atakayekufa kwa ajili ya dhambi zetu, na neno Kristo maana yake Masihi atakayetumwa na aliyetumwa na Mungu kujitoa kwa ajili ya maisha yetu. Kwa mimi kama Apostle Emmanuel Muna, Biblia nasema ya kwamba ya kwamba mmeiacha imani, ile imani ambayo mlipata ya neema ya Kristo, na mgeukia injili ya namna nyingine. Kuna tofauti sana. Injili ya Kristo inabeba vitu viwili. Jambo la kwanza ambalo imebeba hatima ya injili, jambo la pili ambalo imebeba ujumbe wa mjumbe, yani maisha ya mjumbe yanatakiwa kuambatana na hiyo injili. Lakini sio tu hivyo tu, lakini atakiwa kubeba neema na amani. Hiyo ndio maana ya injili. Injili imebeba neema. Injili ni nini? Injili ni habari njema ya wokovu kwa wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine tunaweza kuipata ile ambayo imekwisha kufunuliwa, na injili ndio ufunuo wa mwisho wa kazi ya Mungu ya ukombozi duniani. Haitaongezwa na hautakuwepo ufunuo mwingine. Na Yesu akasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, hakuna mtu ajaye kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na ndio sababu kuna mahali Yesu anasema ya kwamba mkiniamini, kazi nizifanyaye mimi yeye naye atazifanya. Kwa kile ambacho tunaweza kuona uungu wa Kristo naweza kufunuliwa katika maisha yetu kwa njia ya imani, pale ambako tunampa nafasi Yesu Kristo katika maisha yetu, awe Bwana na awe mkombozi na awe kiongozi wa maisha yetu. Swali ni moja tu, wewe umepeana maisha yako kwa Kristo? Na kama ni ndio umepeana maisha yako kwa Kristo, Biblia inataka jambo la pili. Jambo la pili ni jambo gani? Biblia inasema hivi, je, unawaza kuhusu mambo ya ufalme wa Mungu? Uko tayari kuyatoa maisha yako kwa ajili ya Kristo ili atimilize kazi yake katika maisha yako? Maana Mungu atakaa katika maisha yako, na Mungu ni roho, na Mungu yeye ni uzima, yeye ni uhai, na yeye ni usalama wa maisha yetu. Mungu ni pendo, na ametumia njia ya upendo kukutana na maisha ya mwanadamu kwa ajili ya usalama wa mwanadamu ili uweze kuwa huru katika maisha yako. Shalom, shalom sana. Ni mimi Apostle Emmanuel Muna, mtume wa mataifa. Napenda nikusalimie na nikusihi kwa neema ya Mungu. Lakini pia hapa tuko kwenye mazingira ya kanisa. Tafadhali nikukaribisha sana katika ibada ya siku ya leo tarehe 16 ambaye ni katika majilio ya Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki.